taarifa iliyopo ni kwamba bodi ya ligi kuu ni kwamba imewajibu Young Africans barua yake ambayo ilikuwa ni pamoja na mambo mengine ikitaka ipewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Katika barua ya tarehe 16 mwezi Machi 2025 yenye kumbukumbu namba TPLB/CEO/2024 /625, bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba Sports Club waligomea kama ambavyo Yanga walisema. Katika barua hiyo ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Young Africans mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama ilivyoelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kuipatia timu iliyopo kiwanjani alama 3 na mabao 3 kikanuni, ikiwemo kukagua timu hiyo inayosomeka sehemu ya barua hiyo ya majibu kwa Young Africans. Klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kipengele cha 45 haisemi popote kwamba klabu ngeni visiting team inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi, imesomeka barua hii ya bodi. Bodi aidha imesema waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 mwezi Machi, siku moja kuelekea mchezo 2025 pale Benjamin Mkapa, wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopokelewa, zingine zilitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zilichukuliwa kwa umuhimu na upekee kwenye soka, kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuweza kuepuka changamoto za kiusalama kabla hazijatokea, kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imedai barua hii kutoka bodi ya ligi kuelekea kwa wananchi Young Africans. Kamati iliona matokeo hasi ya kuhairisha mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupeleka timu kiwanjani, Yanga amekiuka kanuni ya 47 kipengele cha 18. Kinasemaje hicho kipengele? Takuja hapa kwenye tathmini yenyewe sasa. Umeelewa ndugu zangu? Kabisa. Sasa haya yote yamefanya pia kauli ndani ya hizi siku mbili zimekuwa zikitofautiana kutoka kwa watendaji, hasa ikiwepo TFF wenyewe, Rais Wallace Karia, lakini wadau pia kijitokeza wakiona kwamba kwa nafasi yake na ndo muhimili of course wa soka lenyewe hapa haiko wakati sahihi, aidha angekaa kimya ingekuwa ni vizuri zaidi. Lakini wengine wamepokea kwamba anatupa picha ya ku-question viongozi ambao tupo nao pia kwenye soka la Tanzania kabisa, kiasi gani kwamba kuna changamoto. Lakini sio hilo tu, namna ambavyo mpira wetu unaendeshwa. Leo bwana Haji Sande Manara ashikuwa afisa habari wa kikosi hichi na ni mdau wa soka. Yeye Haji Sande Manara ni aliyekuwa msemaji wa kikosi wa klabu ya Simba Sports Club pamoja ya kuja kuwa afisa habari ama msemaji wa kikosi ama klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Hivi sasa hayuko nao, sio Simba wala sio Yanga, bali ni mwanachama na mjumbe wa mkutano mkuu klabu ya Yanga. Huyu hapa bwana, tumsikilize bwana kizungumzia issue nzima yeye, kwanza mapokezi ya ile kauli, lakini kwa sasa ni kwamba kiwaomba kwa kweli ni mwanachama na ni mjumbe wa mkutano mkuu waitishe mkutano wa dharura baada hizi kauli kutoka kwa rais wa TFF Wallace Karia. Tumsikilize hapa Haji Manara akizungumzia juu ya hilo.
Rais Karia, sijui kwa nini amefanya vile, sijajua mpaka sasa hivi najiuliza why. Yani mpaka ameenda kutoa statement kama zile, kwa nini? Anataka kutuambia nini? Kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa, kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo, linaingiza mapato makubwa kwenye nchi. Rais wa nchi kacheza film, wacheza film duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira. Unasema mkacheze sinema, manake unadharau industry hawa. Lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga, keshatengeneza mazingira, ukimjibu ukisema unafungiwa, wanaogopa. Lakini walipaswa wao viongozi wa Yanga watoe statement immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atamvisha paka kengele? Waoga wa kufungiwa. Lugha za kiongozi mkuu wa taasisi lazima ziwe na approach nzuri, na hapa nadhani kuna shida neno uraisi. Ningeshauri rais atakayetumia herufi kubwa kwenye ara ni mmoja tu wabaki. Nadhani kuna kiburi, watu wanadhani na wao shakwa marais wenye dola. Marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo, ili waone tofauti. Sasa kile kiburi cha ara kubwa anaotumia Rais Samia, nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo, waone tofauti ya head of state, rais wa nchi, na urais wa taasisi hizi. Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko, badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi unaanza kuwatisha, unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefanya nini mpaka wajiuzuru? Hasa mimi nazungumza kwa niaba ya Yanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga, mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba. Kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura, mkutano mkuu wa dharura, ajenda iwe moja tu, kujadili sakata, na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano, azimio namba 1, mengine atafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio, manake msiingie nye kina Hersi na kamati ya utendaji, maana ujuzi washampiga mkwala Arafati, msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, toeni notice ya siku 14, siku 7, tukutane, tuje na azimio. Yanga ni kubwa, Yanga ni kubwa. Haiwezekani rais wa TFF unakaa unashutumu viongozi wetu tumekaa kimya. Na kinachoogopesha ni kufungiana tu. Huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote, wa nchi yoyote, ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto, kwa sababu umesimamia kanuni. Ni ujinga huo, ni utoto huo. Na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukwambia kwa sababu utawafungia. Mimi nakwambia umewakosea watu wa mpira, umewakosea Young Africans, na katika jambo hili omba radhi kwa kufuta kauli zako za jana. Bokozi wa Bunju. Bwana vipi bwana? Omari Majani. Umeambiwa uombe radhi. Mimi ni rais wa wapi? Upo tayari? Bunju. Wewe unatumia ara kubwa ara ndogo? Bunju pale, mimi ara yangu ya kati. Sio kubwa wala sio ndogo. Naambiwa muombe radhi bwana. Tunakuelekea sasa sio rafiki sana. Tunakuelekea sio rafiki sana kwa hatua ambayo tumefikia hapa. Lakini ni mambo ambayo ni ya kiutendaji, inabidi tufuate taratibu na kanuni na miongozo kiujumla ya soka letu. Lakini kwa nini tumefika hapa? Yaani mpaka tumefikia hapa, chanzo ni nini? Ni kufuga ule uozo ambao maybe umekuwa kijitokeza? Sababu kwangu naona tukisema kila mmoja akamatie ama simamia anachokiamini hasa kwa kanuni. Hivi nani wa kwanza kuathirika zaidi? Wa kwanza kuathirika au anayepaswa kuathirika? Nani wa kwanza kuathirika? Wanaathirika ni mashabiki wa mpira, ndio wanaathirika. Wanaathirika kwa sababu huoni kama shabiki ni mtu wa mwisho sana? Ndio wa kwanza huyo. Nakwambia kwa nini wa kwanza. Huu mpira wa miguu umeletwa hapa ili ufanyajwe, uchezwe mpira, sio? Furaha ya mpira wa miguu kuweka uwekezaji, kununua wachezaji, kuhakikisha unawekwa sheria, kanuni na taratibu, unaweka kwenye taasisi, vyote hivyo ni ili ukachezwe pale. Na mlaji wa kwanza wa mpira wa miguu ni shabiki. Ndio maana vilabu vyote vikubwa vinajisifu kuwa na utitiri wa wafuatiliaji, wapenzi na mashabiki na wanachama. Ukubwa wa Ahli na Zamalek ni pamoja na kuwa na utitiri wa wanachama, kwa ndo klabu Afrika inayoongozwa kwa wanachama. Shinikizo lao lolote liwe hasi liwe
chanya, linakuwa na ithibati ya ule ushawishi waliokuwa nao kwa wale wafuatiliaji wao, wapenzi wao, wa mashabiki pamoja na wanachama. Chochote hasi kwa klabu husika, anayeumia wa kwanza ni mwanachama. Tazama athari iliyotoka baada ya ile mechi. Tayari tulipewa taarifa ya kifo cha mmoja wa mashabiki kutoka Mbeya yule ambaye ametoka huko. Wafanya biashara walilalamika, sponsors walilalamika, lakini kwa kiwango kikubwa mwanguko wa moyo kutokana na mechi ile kutokuchezwa, kutokana na sintofahamu za kila upande kuvutia kwake, maana pande zimeshakuwa 4 hivi sasa. Kuna upande unaovutia kwake kwa maana ya Simba, kwamba zile vurugu zilitosha kwa wao kutokufanya mazoezi na kwa wao kususia mechi, kwa sababu tamko lao ni la kususia mechi. Umenielewa Kuna upande wa Yanga ambao wao wanaamini hakuna lolote kubwa lililofanyika kabla ya ule mchezo inayoweza kusababisha Simba asusie mechi, inayoweza kusababisha bodi ya ligi ihairishe ule mchezo. Ina upande wa bodi ya ligi ambao wao baada ya kukaa kikao cha dharura na kutoa taarifa ya kuhairisha mechi, wameendelea na msimamo wao wa kwamba walikuwa sahihi kuhairisha ule mchezo kutokana na nguvu waliokuwa nayo kikanuni. Wakanda atakuja kuzisoma hapa hizo kanuni. Kuna upande wa TFF kupitia rais wa taasisi ambaye ni muhimili sasa. Huu upande wa 4 kupitia rais wa taasisi Wallace Karia amezungumza maneno mengi, ikiwemo kuonyesha kwamba lalamiko moja la Yanga kwamba bodi ya ligi ijiuzuru kutokana na tatizo la kutokuwa dosari, sio dosari zilizokuwa kwenye taasisi hiyo inayowasababisha Yanga waamini hawawezi kuwa na imani na maamuzi na uendeshwaji wa taasisi ya bodi ya ligi. Rais anasema kama kujiuzuru kwa sababu ya hiyo shida anayoiona, hao viongozi wa hivyo vilabu ni wasafi, mbona wao hawajiuzuru? Two wrongs. Kwa nini? Two wrongs. Umeelewa? Two wrongs doesn't make one right. Makosa mawili yasiyofanana hayalalishi usahihi wa kosa lile ambalo limefanyika. Unataka kuniambia timing haikuwa sahihi kauli yake? Sio tu timing. Hata lugha aliyotumia rais, hata kama yuko sahihi, na hii si mara ya kwanza, hatusemi kwa ubaya, with all due respect kwa viongozi wetu, wanasimamia taasisi hizi na wana mengi makubwa na mazuri tunayopaswa kuwaimba. Ni sisi tuliopiga makofi hapa na ndugu yangu Wakanda tukimsifu rais Wallace Karia juzi tu hapa kwa kufanya mengi makubwa ambayo yamemfanya mpa ithibati na imani pale CAF kumchagua kama mjumbe wa kamati ya za pale CAF. Sio hii, unaweza unaelewa kitu gani? Yapo makubwa na mengi ambayo rais anafanya, lakini katika dosari ambayo rais anayo ni public speaking, ni namna anavyochagua matamshi yake, lugha yake kwenye kufikisha ujumbe. Sio mara ya kwanza kumuona Wallace Karia anatumia maneno ambayo kitaasisi kama kiongozi mkubwa hapaswi kuyatumia. Hilo dogo tu la kusema kwa nini hawa nao wasijiuzuru, kwa sababu hizo ambazo nyewe mnaona bodi ya ligi kupata dosari kidogo, ni hapo pia alizungumza kwamba katika uongozi wake, pamoja na kwamba watu wanasema wao wamekaa Simba wengi, japokuwa unaona namna alivyotumia kauli katika uongozi wake, pamoja na kwamba watu wanasema pale TFF wao Simba wengi, japokuwa yeye anasema kwamba yeye Coastal Union, lakini uongozi wake katika uhalisia ndio klabu iliyonufaika zaidi na uongozi wake ni Yanga. Sio? Amefukia mashimo mengi yanayotokana na viongozi wa Yanga ili kufanya mambo ya Yanga yaende. Hapo ukiwaambia wanachama na mashabiki wa Yanga hata kuelewa. Morrison hapo alikuwepo. Namalizia tu hapo. Morrison alikuwepo hapo. Mambo ya Faisal hapo. Mambo ya Kagoma juzi hapo. Mechi hizi back to back zinahairishwa. Ukisema kama kiongozi mkubwa kwamba nyie mnalalamika ndio nimefukia mashimo yenu mengi, maana yake hawa notion ya kawaida tu,
hawa wanaolalamika sasa hivi wako sahihi. Usielewa? Lakini kwa kuwa kuna kipindi mlikuwa hampo sahihi, sisi tukafanya mambo yaende. Kinachowafanya nini mkaze zamu hii mpo sahihi mambo yasiende? Hivi Majani, wewe msimamo wako wapi? Juzi wakati zimetoka zile fununu za Alikamwe kufungiwa miaka 2. Hiyo yenyewe watu wa media mkaanza hapo, kosa lake aliendani na nini? Ana mchango mkubwa kwenye football. Wakisimamia kanuni mnakuja against. No. Maoni ni haki ya kila mdau wa sekta husika. Maoni ni haki ya kila mdau. Ndio maana kuna pande hizo 4, na ndio maana hawa Simba na Yanga kila upande wana maoni yao. Na ndio maana sisi ambao tunazungumza tuna maoni yetu kwenye sehemu ya kanuni. Sio, umeelewa? Shida nyingine ya upande wa kanuni ambayo watu wanatilia mashaka ni pale ambapo scenario zinakuwa zinafanana ila adhabu ni 2 tofauti. Unajiuliza hii kanuni inasemaje? Kama amelifanya biashara akaja akalifanya Simba au Yanga, inakuwa kwa nini nasi adhibiwe? Umeelewa? Sasa hii kutengeneza hii double standard ndio inatengeneza hizi mamlaka na taasisi zinarahisisha maoni mkanganyiko iwe rahisi. Inawezekana wameumbiwa kanuni zao nyinyi hamzijui. Ndio maana hizi zinafanya kazi kwa timu za leo. Kwa nini kwenye matamko yao wasituandikie bwana kuna kanuni special hii nikimpaga Yanga hii hii ndio inamfanufaisha? Kwa sababu kama unatuandikia kanuni ambazo ndo zinaendesha bodi, zinaendesha mpira wetu, hizi kanuni ukiziangalia haziendani na sitaki kutaja kanuni hata moja kwa sababu nataka Wakanda ashuke kama ilivyo kwenye kanuni, kwa sababu dosari za kikanuni ndizo zilizotupelekea sisi kufika hapa na namna ya kuzifasiri. Umeelewa? Mfano tukatoka na adhimio moja hapa. TFF na bodi ya ligi wafanye kazi yao na timu zifanye kazi yao. Unafikiri urahisi wa kuathirika ni nani kati ya hao? Hakuna hata mmoja mwenye uwezo wa kufanya kazi zao kwa kufuata sheria, kanuni na utaratibu baina hawa. Hata game ni ikipigwa tu. Yaani mimi sina shida. Binafsi sina shida. Mechi ichezwe au kutokuchezwa. Sina shida. Shida yangu ni kurahisisha huu mpira ambao umeingizwa fedha nyingi kwa kiwango kikubwa kutoka sekta mbalimbali. Affiliates ni wengi. Watu wanahitaji hapa muda huu. Mimi nizungumze 442 ya upande wa Simba, Wakanda alete 4231, namna walivyozidiana kimbinu, namna walivyozidiana kiakili, nani alikuwa yuko fit. Lakini muda huu tunazungumza dosari za nje ya uwanja za kanuni ambazo mamlaka walikuwa na uwezo wa kutatua kabla ya kufika hapa. Kwa sisi tunatoa maoni ya kuto kufikishana hapa kwa sababu ambazo zilikuwa zina uwezo wa kutamatika tangu